Ya, ndugu mtazamaji wa Barmedas Television, naomba nikukaribishe rasmi katika kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania. Leo tena tunayo baraka ya mgeni. Kama mnamkumbuka, nadhani somo lililopita tulikuwa na mgeni wetu hapa, mchungaji Newster Ngereja. Leo hii tena tumepata neema ya kuwa naye mchungaji Newster Ngereja, lakini leo amekuja na somo jingine. Nakumbuka somo lililopita watu wengi wamepiga simu wakionyesha kwamba limewasaidia wengi. Tumeongea kuhusu wafanyakazi wa ndani, uthamani wao, namna kuwahudumia na wao namna kufanya kazi zao, na kwa usalama wa ndoa pia. Tuligusia mambo mengi ambayo ndugu mtazamaji, ninyi wenyewe mmepiga simu mkatutia moyo. Lakini leo mchungaji Ngereja amekuja na somo jingine ambalo naamini kabisa litaigusa jamii na litatusaidia wengi. Mchungaji Ngereja, nichukue nafasi hii kumshukuru kwa kuja, alafu nimkaribishe. Karibu mchungaji. Karibu, wasalimie ndugu zangu watazamaji, alafu jitambulishe upya kwa sababu kuna watazamaji wapya leo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuweza kunipa kibali tena. Asante na wewe ambaye uko tayari kwenda pamoja na mimi katika kipindi hiki. Mungu atubariki wote. Amen. Wangu naitwa mchungaji Newster Ngereja, niko pale Full Gospel Fluido Nyakato. Karibu. Asante mchungaji Ngereja, na watu wanabarikiwa sana kwa masomo yako. Amen. Nikwambie ukweli, kwa sababu wewe tunapoondoka hapa watu wengine wanapiga kwangu. Kwa hiyo leo najua wako wengi watazamaji wamejikusanya, nadhani wako kando ya runinga zao kusikiliza somo la leo, na umejitokeza ukasema ni kuhusu labda nisiondoe utamu, tamke mwenyewe. Ndio. Tamka mwenyewe mchungaji, watu wabarikiwe. Leo tunajifunza nini kutoka kwako? Leo tunajifunza somo la kuwaheshimu wazazi. Kuwaheshimu wazazi. Kuwaheshimu wazazi ni nafasi yao. Ni pamoja na kuwatunza nadhani na kuwahudumia, bila shaka utagusia mambo yote hayo bila shaka. Karibu mtakatifu. Karibu sana mchungaji, tuendelee. Ndio, somo letu ni kuheshimu wazazi, na tumshukuru Mungu. Tunakushukuru Mungu Baba Mwenyezi kwa ajili ya muda una saa hii. Tunaalika uwepo wako Roho Mtakatifu kutuongoza katika jina la Yesu tukishukuru. Amen. Amina. Tutakwenda na somo kutoka 20:12. Kutoka 20:12 inasema, waheshimu baba yako na mama yako, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hili ni agizo kutoka kwa Mungu, sio kwa mwanadamu. Tunajikumbusha mambo ambayo Mungu anatuagiza tuyafanye, na Mungu wetu anatupenda, ndio maana anatukumbusha waheshimu baba na mama. Baba na mama kuwaheshimu, siku zako zipate kuwa nyingi katika nchi akupayo Mungu. Wazazi wamebeba baraka sana katika maisha yetu. Wana sehemu kubwa. Wana sehemu kubwa. Ndio maana mahali pengine wanasema ni Mungu wa duniani. Ndio. Kwa hiyo tunapowaheshimu wazazi, tunakuwa na sisi tumejipatia kitu cha kuwa na wakati mkubwa sana duniani. Siku zinaweza zikapunguzwa kwa sababu ya wazazi. Kwa nini siku zipunguzwe? Ni kwa sababu ya mzazi anakutamkia baraka. Anakuambia, mwanangu, ubarikiwe na Mungu akuongezee siku. Kwa hiyo mzazi asipokubarikia, kwa hiyo na ulinzi wa kimungu unakuwa haupo. Kwa hiyo kwa maana hiyo Mungu anawasikiliza wazazi. Mungu ndiyo ni agizo lake. Kwa hiyo mtoto unapashwa umsikilize mzazi wako na umheshimu mzazi wako. Kumheshimu mzazi kuna vitu vingi. Kumheshimu, unaweza ukamsikiliza anapokuambia kitu, unamsikiliza, au anapokuita unakuwa haraka kuacha shughuli zako kusikiliza mzazi anasemaje. Mzazi hapashi kukuita mara 2-3. Kumbuka yeye ndiye amekusababisha wewe ukawepo. Tunaweza kusema ni Mungu wa pili. Na ndivyo watu wanavyosema. Ndio.
kwa sababu mzazi anaanza kukutunza ukiwa tumboni, alafu unapozaliwa anaendelea kukulea. Yeye ndiye amebeba maisha yako mpaka ukafikia pale ambapo unajitambua wewe. Sasa mzazi unapomuona ni kitu cha kawaida, hata yeye hajisikii vizuri. Mungu amemthamini mzazi. Na Mungu anaangalia kazi ambayo mzazi anaifanya juu yako. Kwa hiyo unapomdharau mzazi, hata Mungu anasononeka sana sana, afurahi. Kwa hiyo ni kitu kizuri cha kufanya ni kujitambua wewe ni nani na mzazi ni nani juu yako. Tukiangalia katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati, Biblia inasema kwamba Kumbukumbu la Torati 5:16, Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako kama Bwana Mungu alivyokuamuru. Ni agizo kutoka kwa Mungu. Unapashwa wewe umsikilize mzazi wako. Ni agizo kutoka kwa Mungu. Kama unajua kwamba Mungu amebeba maisha yako, roho yako, kwa hiyo anapokuagiza lazima usikilize kila ambacho Mungu anakuelekeza. Siku zako zikapate kuzidi. Mungu akuzidishie siku, akuzidishie baraka. Lazima mzazi umsikilize kile anachokuambiwa, na upate kufanikiwa katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Na mzazi amebeba mafanikio ya mtu. Ndio maana utakuta mtu mwingine akiona mambo yamelegea labda kazini au wapi, anasema siku nyingi sijaona wazazi wangu, ngoja niende nikachote baraka. Mwingine anafika hata hatua ya kwenda hata majumbani, hata kama wazazi wameshakufa, anasema anaenda kwenye kaburi. Anasema labda wazazi wangu watanihurumia. Unaona, mzazi ana heshima kubwa sana. Hata kama mzazi ameshakufa, tunaona hata kwenye harusi. Unaona, hata kama umelelewa na mtu amekulea kabisa, lakini pale wanaita mtoto wa marehemu fulani, ile heshima bado inaendelea. Kwa hiyo ana nafasi kubwa mzazi. Ndio maana hata Mungu amempa nafasi kubwa. Anasema kwamba mzazi anaweza kusababishia siku zako zikawa kidogo. Usimsahau mzazi. Hata kama unafanikiwa, wengine wanafanikiwa, unakuwa na nafasi nzuri, lakini ukumbuke kwamba aliyekusababisha kuona hata hiyo nafasi ni mzazi. Wengine kawa hata wengine wanakuombea, wanakutamkia baraka. Kila unachokipata kuna na mzazi wako. Tunaona vijana siku hizi, vijana kukunalika, kuna vijana ambao wameshakuwa watu, kuna watu wazima. Kwa mfano kama sisi hapa tukiwa unajua kipindi cha wazazi tumeshikilia nafasi hizi mbili. Kuna sisi ambao tumeshakuwa watu wazima, tuna wazazi. Kuna wa vijana na wenyewe wana wazazi. Kwa hiyo ni somo refu. Sawa. Kwa sasa ukiangalia kwa mfano kama sisi tumeshakuwa watu wazima, tuna wazazi. Tuangalie kwamba tusijitengenezee sisi mazingira tu, tuanze na wazazi kwanza. Unaweza kukuta mtu ana maisha mazuri sana, amejenga nyumba na maisha mazuri, lakini ukiangalia mzazi wake anapokaa, kwa kweli inauma. Aibu kabisa. Aibu. Hata mwingine anaweza kwamba amejenga mjini, lakini akienda kijijini mazingira ni mabaya. Na mwingine hata kama ana gari, anakwenda analipaki kwa jirani, maana kwake hapa. Naona ni vizuri kuwakumbuka wazazi, na ni heshima kwa wazazi. Tule tunywe, lakini wazazi tuwakumbuke. Kukiingia kwenye upande wa pili, wazazi kwa mfano kama vijana wetu ambao ni vijana, utaona sasa hivi maisha ya vijana ni mabaya sana. Vijana ambao hawajaanza kazi, labda hawajaanza kazi, wengine wako shule sekondari, wengine ndio wamemaliza. Yaani hao ndio hawatambui wazazi kabisa. Hata mzazi anapomuita, anamwambia anamuita, anajifanya kama asikii. Utaita mara 2 tena. Ndio wanasema kizazi cha .com. Sio .com. Inabidi wafundishe waelewe. Alafu utakuta vijana kama lika hiyo, wakati mwingine unaweza hata akapita bila hata kukusalimia. Anaona ni kawaida tu. Kwa hiyo anapokuwa anaona kama mmelingana. Anaweza kupita hapa hata huko sebuleni, anakuambia mwambia shina mbele za watu. Basi akisema shina hapa amekuheshimu. Hiyo ndio anataka kusema shikamoo. Ndio. Na isia njia. Mwambia vipi wewe umefanya? Vipi tumeshasalimiana mimi na wewe? Shikamoo basi.
hawezi kusema shikamoo basi sasa nikusalimia, kwani ukusikie? Kwani mimi na wewe nimekusalimia wewe mtoto. Naona sasa. Kwa hiyo utakuta vijana wa siku hizi, mimi tukija kuangalia vijana wengi sana kwenye kuvuta bangi, vijana wengi sana hata shuleni hawana baraka, lakini ukija kuangalia chanzo ni wazazi. Wazazi wanalia. Mimi nataka nikwambie mchungaji, hapo kulaumiwa ni nani? Wakulaumiwa. Mpaka watoto wamefikia hapo. Mtoto hawezi kuamkia watu, mtoto hawezi hata wewe mwenyewe anakuamkia, ni kuamkia kwani ukusikia. Sasa hapo ni nani? Hapa hamna cha wakulalamikia, isipokuwa kulalamikia hapupo. Tuendelee kuwafundisha na kuwaelimisha, kwa sababu kipindi sisi ambacho tumekulia na kipindi cha watoto wetu wa sasa hivi ni kazi kubwa, sababu utakuta hata kazi ngine mzazi anaamka mtoto hawajaonana, mtoto anakwenda shule, mzazi anakuja usiku, mtoto hawaonani. Kwa hiyo hata kipindi cha kuwaweka hata watoto kuongea nao hamna, muda unakuwa ni mdogo sana unapokutana na watoto wenyewe wako busy na mambo yake. Kizazi hiki ni kizazi ambacho ni kigumu sana. Mungu atuhurumie kwa kweli. Ndio kikaitwa cha .com. Kwa sababu maneno ya Mungu ni mazito yanayozungumza juu ya wazazi, ni magumu sana, ni mazito Mungu anayezungumzia. Kwa sababu ukiangalia kwamba kuna somo ambalo somo la Waefeso 6 mstari wa 1 hadi wa 3 unasema, enyi watoto watiini wazazi wenu katika Bwana, hii ndiyo haki. Waheshimu baba yako na mama yako, amri hii ya kwanza yenye ahadi, upate heri, uwe na siku nyingi katika dunia. Unaona, uwe na siku nyingi katika dunia. Unaona. Sasa tukirudia tena katika somo la Mathayo 15 mstari wa 4 inasema, kwa kuwa Mungu alisema, mheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye baba yake na mama yake kufa na hafa. Hapo napaogopa. Hapo napaogopa. Amtukanaye baba yake na mama yake kufa na hafe. Kwa hiyo ndio maana utakuta vijana sasa hivi wanakufa ovyo kimaisha, kufa kimwili, kwa sababu Mungu akishasema amesema. Ni kuwaombea watoto wetu. Mimi naona ni kuwaombea. Sasa hivi ni kuomba sana. Kwa sababu watoto sasa hivi wamechanganyikiwa kabisa. Au hajui cha mzazi wala hajui cha nini. Mzazi hata akisema, mtoto anajipangia kwamba mimi nimepanga hivi, au anasafiri asubuhi ndio anakuaga, hata asikuwa anafika kuna kupigia hata simu. Samahani niko safarini. Unaona? Utafoka, lakini sasa hata ukifoka simu ameshakata. Mungu atusaidie sana kwa kweli. Kipindi hiki ni kipindi ambacho kinahitaji neema sana. Wazazi tuchukue jukumu la kuwafundisha watoto wetu, tuchukue jukumu la kuwakumbuka wazazi wetu, tuchukue jukumu kwa kweli, yani tuingie kwa ndani, tuache, kwa sababu maneno ya Mungu yanaogopesha, ni mazito sana, yanatisha. Maana Mungu akishasema amesema, sema mheshimu baba yako na mama yako, na mtukanaye baba yake na mama yake kufa na afe. Kufa na afe. Kwa hiyo sasa kitu kikubwa tuombe rehema mbele za Mungu, tuwaombee watoto wetu rehema. Tunapokwenda kanisani tuwaombee, misikitini tuwaombee, sehemu yoyote ambayo inahitaji Mungu, kwa kweli tuombee watoto wetu. Sababu wanakokwenda sana, yani wanakokwenda. Mtoto hata shuleni wanamwambia leta mzazi, anakwenda analeta jirani. No. Lakini sisi usingeweza kufanya kitu cha namna hiyo. Anamleta jirani. Au wengine anawakataa wazazi, wanasema hao sio wazazi wangu. Kwa hiyo laana sana ziko sana juu ya kizazi chomo kwa kweli. Ndio mchungaji hapo nichangie tu kidogo. Unaposema makamo yetu sisi. Sisi ni watoto kwa wazazi wetu. Maana mtoto hakui kwa mzazi. Na hapo umesema mara kadhaa tu kwamba sisi tulivyolelewa, sisi tulivyoelekezwa. Maanake wazazi wetu walikuwa na muda na sisi. Ndio maana yake. Kwamba walikuwa na muda na watoto, kuwaelekeza, kuwalea, kumfundisha mtoto. Mtu mzima anaamkiwa hivi.
kaa chini au piga magoti. Huwezi ukamwamkia mtu mzima unatembea tembea tu. Kwani kunisikia tena kusalimia. Shikamoni. Sasa shikamoni hii ni kitu kingine. Amesimama mgongoni mwako ndio unasikia ile shina. Sasa kama umenikumbusha mbali, kwa sababu sisi tulivyofundishwa katika miaka ya utoto, watu wazima wamekaa hapo, unamsalimia mmoja baada ya mwingine, tena kwa utulivu, sio shikamoni. Sasa nani aseme marhabani au nani ajibu sasa? Sasa haya mambo tunayo. Sasa mimi nadhani katika hili mchungaji utaweka mkazo pia kwa wazazi, kama ulivyokwisha dokeza, kuwa na muda na watoto, waelekeza, kwa sababu kama tunategemea heshima, kuheshimiwa, si ni yake yetu, lakini tuna wajibu pia kufanya, kuwafundisha na kuwa karibu nao. Mimi nadhani bila kuchoka, kama ulivyodokeza hapo, nadhani bado naendelea. Ndio. Wazazi kwa kweli tusichoke. Tusichoke, tunajua tuna mambo mengi, tunahangaika, tunawatafutia watoto, muda unakuwa hautoshi, wengine kazini, wengine kwenye biashara, na watoto unamtoa, labda mtoto anakwenda hata boarding, unampeleka akiwa mdogo, anakwenda boarding. Sasa anaporudi nyumbani, muda wa kukaa naye, kuongea naye hamna, unaona. Kwa hiyo hivi vitu, alafu kitu kingine mtumishi wa Mungu ambacho hapa cha kuangalia, hata wazazi kwa wazazi wenyewe wapatane. Hiyo nayo ni tatizo kwenye familia. Unaona, tusiwasukumizie watoto tu, lakini hata wazazi sisi wenyewe. Unaweza ukakuta labda mama unasema sana, unaonya sana, lakini mwenzako anakuta unaongea na mtoto anakuambia vipi? Hebu pakweni tule huko bwana, nishachoka mimi na mambo ya watoto. Unaona? Kwa hiyo mtoto hawezi kupokea kila ambacho mzazi anamwambia. Kwa hiyo hata katika ushirikiano wa kulea watoto na kuonya uwe kwa pamoja. Unaona? Kwa hiyo hebu tukiangalia hapa, kuna neno ambalo Mtakatifu amezungumza hapa, anasema hivi. Sijui kwa nini, hebu sikiliza, anasema katika hiyo wa Efeso 6:1-3. Ndio. Anasema kwamba mstari wa 2 anasema, nanyi wakina baba msiwachokoze watoto wenu, bali waleeni katika adabu na maonyo ya Bwana. Umeona? Kwa hiyo unakuta hata wazazi wenyewe hapa na Mungu anawaonya, hasa wa baba, wasiwachokoze watoto. Wasiwachokoze watoto. Kuna wazazi mwingine hana upendo na mtoto, labda amekuta amekaa hapo, unaona, hebu wewe nipisha hapo, unaona. Sasa naangalia nicho kosa ni nini? Unaona, au wakati mwingine anaweza kumkuta hapa anaangalia labda TV akamzimia. Huo ni uchokozi. Hiyo ni uchokozi, unaona. Kwa hiyo na baba na wenyewe wasiwachokoze watoto. Unaona, Mungu anaangalia pande mbili. Na mahali pengine kwenye Wakolosai anasema msiwachokoze watoto wasije wakakata tamaa. Ndio kwa Wakolosai. Mtoto anakuheshimu mpaka anafikia mahali. Ndio. Naona. Wakolosai 3 mstari wa 20-21 anasema, watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Katika mambo yote. Si ndio? Katika mambo yote. Ikiwa unashtukia mtoto anajiamulia kwamba bwana mimi nimeshaoa. Au anasema umeoa lini ndugu yangu? Nimeamua. Sasa lakini katika mambo yote mshirikishe nani? Mshirikishe Mungu. Hapa anasema kwa jambo hili apendeza katika Bwana, ninyi wakina baba msiwachokoze watoto wenu wasije wakakata tamaa, kama ilivyokuwa unasema. Mtoto anakata tamaa, unaona. Hata baba nikimsalimia, hata nikifanya hivi, mimi ni bure tu, unaona. Hawezi kuniuliza umefikia wapi, unafanya nini. Na watoto wenyewe wanaroho na Mungu. Sasa nyingine hakuna kosa lolote, yeye anafoka tu akiingia tu ni kufoka tu bila hata sababu yoyote. Kwa hiyo hata akijitahidi kufanya kitu chochote kitu kizuri, anajua mbure. Naona. Lakini tukirudi tena upande huu ambaye ni mada yetu, ndio. Yaani mzazi kama mtu na mzazi, kila mmoja amezaliwa. Si ndio? Kila mtu mzazi. Hata mimi hapa nimezaliwa, lakini Mungu wazazi wangu wote wameshapumzika. Lakini nimekuwa na wazazi. Unaona, nafikiri na wewe umekuwa na kipindi nao. Nimekuwa na kipindi. Sasa wewe ni hivyo. Unaona, kwa hiyo kila mmoja, kuna aliyejizaa, kila mmoja amezaliwa. Lakini heshima inabidi iwepo. Kama una mzazi wako lazima. Unaona, anaumwa, hebu mjali, mwamka asubuhi muweze, melalaje mama, melalaje baba.
Unaona nimelala hivi hivi tu mwanangu. Vipi akupeleka hospitali? Unaonekana unamjali. Ni kweli. Unaonekana unamjali. Unaonekana na mzazi anachotaka kwa mtoto ni kule kuonekana unamjali. Unamjali. Hawataki mambo mengi. Na sisi ni wazazi kwa watoto wetu. Na sisi ni wazazi kwa watoto wetu. Tunafurahi kama watatujali. Si ndio? Kama watatuheshimu, watatujali, watatusikiliza. Unaona? Mtu mwingine anasema mimi sijali cha baba wala cha mama. Bali ni mtoto yuko. Hivi wewe umejeza. Mchungaji, sikia hili andiko usikie. Saa nyingine kama ulivyosema, ulawama inaenda kote kote, inaweza ikarudi hivi. Kwa mfano 29 Mithali mstari wa 15, sikiliza. Anasema hivi, fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa umwaibisha mamaye. Aliyeachiliwa, unajua kuna wazazi wengine kuachia watoto. Alafu sura ya 10 mstari wa kwanza, alafu nikuachie uendelee hapo. Nitaka hilo ulisikie pia na wazazi, kuna sehemu yetu. Na hasa wametajwa wa mama. Hapa amesema hivi, mrudi, amesema ni mstari wa ngapi? 15. Fimbo na maonyo hutia hekima, bali mwana aliyeachiliwa umwaibisha mamaye. Huko kwa baba. Ngoja kwanza. Mstari wa 10, sura ya 10 mstari wa kwanza. Mwana mwenye hekima umfurahisha babaye, bali mwana mpumbavu ni mzigo kwa mamaye. Unaona? Wamama wana sehemu kubwa. Sawa, kina baba Samita mpo, mbona upokomelea sana? Ndio. Nitaka kusema kwa wazazi kwa jumla, mchungaji, nadhani watupokee tu kwamba wawe na muda na watoto. Na mara nyingi sana wawafundishe yapasayo. Na mara nyingi mtumishi wa Mungu, mama ndiye anapata muda mwingi sana watoto. Unaona, lakini nilichokuwa naomba mama na muda mwingi na watoto, lakini na wewe baba, yani onyesha kana kwamba na wewe hawa ni watoto wako. Kabisa. Unaona? Malezi ni wote wawili. Malezi wote wawili. Kwa mfano kama mimi nimekwambia mimi na mimi nilizaliwa. Lakini mama alipokuwa akigomba, akinionya, ndio. Baba akitoka huko akakuta mama anagomba, baba atasimama katikati. Anasema kuna nini? Unaona? Mama anaanza kuelezea tatizo ambalo mtoto amefanya au nimefanya. Akishaelezwa na baba naye anasimama kufanya nini? Kufokea. Kwa hiyo unakuwa unaogopa. Baba anafoka na mama anafoka. Alafu anakuwa na nguvu moja. Kwa na nguvu moja. Yaani unaona kwamba dunia imekuwa ndogo. Lakini mmoja akisema mwingine akapita saa. Au akatetea. Akatetea. Unaona? Au akapuza, au akakuita pembeni. Alikuwa anakuambia nini? Alikuwa anakuambia chana na hiyo, si unajua amelewa. Kwa hiyo mchungaji, sasa mtoto anakuwa unaona tabia lazima itakuwa mbaya. Wewe nafikiri unajenga, kumbe unabomoa kabisa. Haujengi. Kwa hiyo ulegevu katika malezi, wazazi wanakuja kuvuna baadaye. Lakini kitu ambacho ninazungumzia kwa watoto wetu, najua watoto wanatusikiliza na wenyewe. Kitu ambacho ninaomba watoto waogope Mungu. Kwa sababu Mungu haangalii hali tunayozungumza. Mungu analiangalia neno lake. Mungu analiangalia neno lake. Watoto wakimheshimu Mungu, wakajua kumbe ni agizo kutoka kwa Mungu, unaona wataishi vizuri. Lakini kama wataona ni kawaida, basi madhara kama haya yatawapata. Yatawapata. Mzazi ana nafasi kubwa sana katika maisha ya mtu au mwanadamu au mtoto. Mzazi ana nafasi kubwa. Yaani sote kila aliye na mzazi alitambue kwamba wazazi wana nafasi kubwa katika maisha yao au katika mambo yao. Unajua mwingine anakuja mbeleni hata anaharibikiwa, yule ambaye anakwenda kusalimia makaburi. Unaona? Anafika huko mbele anaharibikiwa. Anawaza kwa sababu wazazi wangu sikufanyia hivi. Sasa ameshachelewa. Maana hawapo. Kwa hiyo katika hilo mchungaji, mimi nadhani kwa kuwa watu wanatutazama na wanatusikiliza, ni kusisitiza kabisa kwamba watoto wajitahidi kwa gharama yoyote kuishi vizuri na wazazi wao. Hata mzazi akiondoka duniani, akiondoka katika mwili, aondoka na kusema vizuri. Akuachie vizuri. Hata kama mjui Mungu hata nini, lakini mnaagana. Unajua watu wengine mzazi anakufa anasema
hata nikifa asinizike. Ndio. Kwa mfano akisema neno hilo, alafu ukapuuza. Sasa akifa utapata wapi ile rehema zake? Hapo sasa. Hayupo. Kwa hiyo anaondoka nalo hilo neno, amezikwa. Sasa litakusumbua. Mimi nadhani ndugu yangu mtazamaji unapata faida kutokana na somo hili mchungaji Ngereja anavyoendelea kutusaidia hapa. Ndugu zangu, wazazi wenzangu, lakini pia watoto wetu, mwe makini kusikiliza mpaka mwisho, kwa sababu haya mambo ni mambo ya maadili na ni mambo ambayo tumeyapoteza kabisa. Tunapopata neema kama hii, kupata mtumishi wa Mungu kama hivyo akatukumbusha, mimi nadhani tuyapende na tuwe makini. Naomba muendelee kuwa kando ya runinga zenu, msiondoke. Tunakwenda mapumziko, lakini tunarudi kuendelea hapa tulipoishia.
Ndugu mtazamaji, kama ndio kwanza unafungua runinga yako, kipindi hewani ni Maadili ya Mtanzania. Tunaongelea kipengele au somo la kuwaheshimu wazazi, na tumeshafika mbali, na sasa hivi naomba tuendelee kumsikiliza mchungaji Newsta Ngereja katika somo hili, ndiye anayetuongoza kwa leo. Tusikilize anaendeleaje, alafu nadhani baadaye kama kawaida yetu namba zetu za simu ziko hapo chini ya runinga yako, muandike mapema message zenu. SMS namba iko hapo 0622, nadhani mtasoma wenyewe, iko hapo. Alafu na ya kupiga baadaye tutaruhusu watu mpige simu. SMS ndio hiyo 0622 500 170. Alafu ya kupiga ni 0739 500 222. Akimaliza mchungaji hapa, baadaye tutawaruhusu mpige simu. Anza kuandaa message yako, utaituma hapa, tutaisoma. Kwa hiyo sasa nimwachie mchungaji Ngereja. Mama mchungaji, naomba uendelee pale ulipoishia kutoa elimu hii kwa watu. Nadhani wote sasa wako makini kukusikiliza katika sehemu tunapomalizia. Karibu mchungaji. Asante mtumishi wa Mungu. Ninasisitiza pale ambapo Biblia imetuambia katika Wakolosai, ninyi watoto watiini wazazi wenu katika mambo yote. Watoto watii. Lakini sasa hivi utakuta watoto wanataka wazazi wawatii. Watoto wanapashwa kutii, sio mzazi anatii mtoto. Alichokisema mtoto ni hicho hicho. Mtoto ametaka hiki, lazima atimiziwe hicho hicho. Hapana, mtoto nisikilize. Biblia inasema kwamba Mungu anasema katika Wakolosai 3:20-21 kwamba inabidi watoto muwatii wazazi kwa mambo yote. Sio kulazimisha wazazi, sio kutukana wazazi, sio kuzira. Watoto wengine wanazira, ukiwaambia kwamba anazira hawezi hata kula. Mwingine anasema kama umekataa kunipeleka shule fulani basi na mimi sisomi. Mwingine anasema kama unimiliki hata kama ita fulani mimi basi. Sio hivyo, inabidi umtii mzazi. Mzazi anakuambia kwamba sina pesa, nisubiri, umsubiri. Mzazi unapoamka asubuhi umsalimie. Sio unaenda nimeshakusalimia. Kwa nini mzazi akwambie kwamba mbona hujanisalimia? Ndio kusema kwamba hajakusikia. Na uje usoni mwake umsalimie. Sio unamsalimia mgongoni, sio unamsalimia unapita. Uje kabisa kuone, ukae umsalimie mzazi. Kama ni mtoto wa kike, piga magoti msalimie mzazi wako. Maana huyu anapashwa heshima. Ndiye amekusababisha ukawa duniani. Na huyu anaweza kusababisha hata maisha yako yakawa mabaya au yakawa mafupi. Mzazi anapokutolea chozi, mzazi una mwingine amesha mwezi mkapigana. Kuna watoto ambao wanapigwa, kuna watoto ambao upashi kumpiga. Mtoto wa miaka 27 kuanzia 25 30 huwezi kupambana naye, kupigana naye. Lakini utakuta mzazi anasikitika, anainama, anatoa hata machozi. Sasa hilo chozi la mzazi lina gharama kubwa, linamwendea Mungu lile chozi. Unaona? Kwa hiyo litakufuatilia. Na unapokumbuka mtoto umekosa, basi omba msamaha, kwamba naomba unisamehe. Sio kushindana, sio kuzira, sio kuvimba. Kuna mwingine mpaka anaweza kuvimba tangu asubuhi mpaka jioni azazungumza eti mzazi amemsema. Kweli kabisa. Haitendi haki mbele za Mwenyezi Mungu. Mungu ameshatuonya, ametufunulia masomo yake haya. Tunafundisha kimungu. Maana na wewe ni mwanadamu na mzazi ni mwanadamu. Mzazi naye sawa anaweza hata akakukosea, lakini hebu tuangalie Mungu kwanza anasemaje. Utakuta hata wakati mwingine mtoto anaweza kujiamulia anavyotaka yeye mwenyewe. Kama mtoto anaamua yeye mwenyewe, wakati mwingine chakula kimetengwa mezani, mtoto anakula wakati anaotaka yeye. Sio kusema chakula kiko mezani, sote wazazi tukusanyike mezani tule na watoto. Sisi zamani tulikuwa tunakusanyikana mezani, tunaita chakula tayari, nyote mnakaa mezani. Lakini utakuta watoto siku hizi baba na mama wanakula peke yao, au mama anakula peke yao, mtoto hawajulikani wako wapi. Anakuja mezani kula peke yake. Na akifika labda anakuta chakula kimepungua au bega imepungua, anaanza kufoka. Unaona? Anaanza kufoka. Na hafoka hata wazazi wapo. Kwa kweli watoto wa siku hizi, hebu jaribuni kujirudi na kujirekebisha ili tupate baraka na tupate miaka mingi na tupate heri duniani. Kwa wazazi kama ambavyo nimetangulia kuzungumza, kuna wazazi ambao wameshakuwa, sisi kwa mfano kama sisi watu wazima tuna wazazi wetu. Naona tumeshatoka kwenye stage ile ya utoto.
Kwa hiyo sisi ambao ni watu wazima, hebu tujaribu, mzazi umkumbuke, uende umtembelee, umsalimie, ukae siku 2-3, umsikilize na yeye anasemaje. Uangalie hata kule anakolala. Angalia amepungukiwa na mashuka, mpe, kwa sababu yeye huyo muda wake unakuwa ni mdogo. Na pale unakwenda kuchota baraka. Sio kwenda pale unafoka. Kuna kile unakwenda nyumbani unamfokea mzazi wake. Wewe mama na uchafu, na uchafu ndani mnakaa uchafu nini? Hapana, sio hivyo. Unaona, na wewe ulipokuwa mtoto mdogo walikulea vizuri, ndio maana ukafikia hapo. Hata kama una pesa, hata kama Mungu amekubarikia kiasi gani, nafasi gani, unaona, lakini lazima umheshimu mzazi wako. Mtaandikie, sio namwambia afanya kazi. Nimeshakuwekea mfanya kazi hapo. Mbona mjatanika kwenye chumba cha wazazi? Mbona mjafua mashuka? Nini? Hapana, wewe nenda, mzazi anapokuona wewe unafika kule chumbani, unasafisha chumba, unamfulia, unaona, unamshika, unamkumbatia, naye anajisikia vizuri. Anakuachia baraka. Unaona? Kwa hiyo wazazi wetu hata wakati mwingine kula nao, anafurahi anapokula na wewe na unakula naye, anajisikia vizuri. Anapoumwa, unapokuwa mwepesi na kuwa naumwa, nimekutumia hela. Unaona, sawa, pamoja na hela, lakini inapendeza hata unapokimbia ukaenda kumtazama, anajisikia vizuri sana. Anaweza hata akapona kuliko hata kumpeleka hospitali. Anajisikia vizuri. Anakuachia na wewe baraka. Unaona? Utakuta hata na watoto wako ambao wajukuu na wenyewe wanampenda kufuatana wewe unavyompenda. Unaona? Hasa kwa hiyo tuangalie namna hiyo. Angalia nyumba anayoishi. Nimeshamaliza kuongea huko, nyumba anayoishi. Mjengee mzazi wako nyumba nzuri. Mimi nilikuwa naona kwamba hata kabla hujajenga nyumba yako, jenga nyumba kwanza, nyumba ya mzazi. Tengenezeka nyumba kazuri, mazingira mazuri, anapokaa, anapolala. Hata majirani wanaona kweli mtoto wa fulani Mungu amembariki, mtoto wa fulani ni tajiri, mtoto wa fulani mama. Unaona wana wenyewe hata jirani wanakuombea hata baraka, anajali mzazi wake jamani, na watoto wengine wanapata hata mfano kukufuata wewe ambavyo unafanya. Kwa hiyo wazazi tuwakumbuke sana, tuwafikirie sana, hata kuwajibu sio kumjibu kama mtoto. Sawa, wazazi wanapokuwa wamezeeka wakati mwingine na wenyewe wanachanganya. Unaona, unaweza kukwambia kitu ukashanga hivi kweli, lakini hebu jaribu kuwa mpole. Jaribu kuwa mpole. Unaona, na wenyewe wanachanganya wakizeeka. Unaweza kumwambia hiki na yeye akakwambia hivi, au wakati mwingine akakasirika bila hata sababu yoyote. Unaona, labda unamtengea chakula labda hakitaki, anaamua kununa. Sasa ukimuuliza nini, anakuambia bwana, kama amekuja kwako kutembelea, bwana nitarudi kwangu kesho naondoka. Umekosa nini? Hamna. Mwingine unakuta anatoka anakwenda hata kwa jirani. Huyo ni mzazi huyo. Anakwenda kunungunika kwa jirani. Lakini nabii tuvumilie, tutafanya nini? Kuna neno hapa mchungaji linakuunga mkono. Mithali 23:22 anasema msikilize baba yako aliyekuzaa. Wala usimdharau mama yako akiwa mzee. Wazazi wakifikia kwenye uzee kama ulivyosema, inaonekana kwa mbali kama ni kero hivi, lakini sasa ndio maisha yenyewe. Ndio. Ndio maisha. Anaweza akaamua kanuna tu. Afu yani bila hata sababu, kaambia vipi? Akamwambia unaona, niache tu. Unaona, au mjogoo amemchokoza. Unaona, wewe hujui kinachoendelea. Sasa unapofika hapo ndio pakuwa makini sana. Pakuwa makini sana. Kupoteza dira hapo kwa ngumu sana. Pakuwa makini sana. Mwingine unamwambia sasa twende, labda nikupeleke, umezeeka, muda wa kuwa nakuja huku sitaupata, nikupeleke huko, labda mwingine anakaa Dar es Salaam au Mwanza, mwingine anakaa vijijini. Pale ni nyumba kubwa, twende uishi vizuri. Anasema mimi nataka kukaa kwangu. Alafu anataka wewe ndio uende unamtazama. Sasa wengine labda shughuli yake haimruhusu kuwa na chomoka kwenda kila siku, na wenyewe nao ni mtihani. Lakini tutafanya nini? Maadamu Mungu ameshasema kwamba ni agizo tuwaheshimu ili tupate baraka. Wamebeba baraka zetu. Ni wazazi wetu, kwamba kuendelea kuwa nao ni baraka. Ni baraka, wamebeba baraka zetu. Unaendelea kuwa na mzazi ni baraka. Lakini hapo ni mtego.
Ni mtihani, sio mtego, ni mtihani. Basi ni mtihani. Maana ukimkosea tu basi kumrudisha inakuwa ni kazi kubwa. Inakuwa ni kazi kubwa sana. Hata ukisema kwa ukali hivi, ukamjibu kwa ukali, yeye anasema umemtukana. Amemtukana. Ni kesi tayari. Kwa hiyo nilikuwa waangalifu sana ndugu zangu. Kuna mwingine mzazi anapenda laana tu, nimekulani, na anatamka tu nimekulani. Siku moja kuna mtoto mwingine baba yake alikuwa amezoea nimekulani, na mwenye siku moja akamwambia na wewe nimekulani. Na mtoto akasema nimekulani. Unaona? Lakini kwa sababu mtoto alikuwa hajui athari yake hii ambayo Mungu anatufundisha leo. Unaona? Kwa hiyo sasa alikuwa ameshoka na laana zake. Kwa hiyo utakuta na wazazi wengine wanaachilia laana tu. Lakini Biblia inasema kwamba laana ambazo hazina sababu hazimshiki mtu. Kama mzazi atakuwa amekulaani, ni tabia yake, lakini wewe utafanya kitu chochote mbele ya Mwenyezi Mungu unakosa. Kosa ni lile kulisababisha wewe kosa. Yaani kwamba laana ina sababu. Laana ina sababu. Ikiwa na sababu inakupiga. Lakini ndio. Alafu kuna vitu vingine sawa, hata kama hujavifanya lakini kwa jamii vinaonekana. Sasa kama mzazi hujamjengea vizuri, wewe una maisha mazuri, na magorofa, una magari na manini, lakini mzazi nyumba ya nyasi, ananyeshewa, unaona, na amekusomesha yeye ndio. Hata kama alikutukana, lakini inabidi hata utengeneze yale mazingira ya jamii. Jamii inakuonaje? Na watu wajue kabisa, hata mzazi mwenyewe apate yani ajisikie vizuri kwamba nilisomesha mtoto. Ndio. Na wazazi mara nyingi wanachotaka, kwa mfano kama wewe una gorofa, hajadai umjengee gorofa. Mjengee kama ulivyosema, kajumba kadogo kazuri. Asinyeshewe kama bila hajasomesha. Kwa kweli. Mgeni nyumba inataka hata kumwangukia. Mtazamaji, nadhani unazidi kufaidi masomo haya kupitia kwa mwalimu wetu leo, Mchungaji News Tangereja. Tunapokwenda kupumzika wakati huu, nadhani message zenu mnaziweka vizuri. Sasa tukirudi tena tunasoma hizo messages, alafu tunawaachia mnapiga simu. Tunaenda mapumziko.
Mtazamaji, karibu tena katika sehemu yetu ya mwisho ya kipindi chetu cha maadili ya Mtanzania. Leo tukiwa na somo kuhusu kuwaheshimu wazazi, na mchungaji Ngereja mwalimu wetu ameshaongea mengi, na sasa tumefikia zamu ya kuachia sasa. Tusome message zenu na tuachie mpige simu. Namba ziko hapo chini ya runinga. Ninazo message chache hapa, lakini hapo namba ya kupiga hiyo hapo ni 0739 500 222. Hiyo ni piga. Ukipiga sasa hivi naacha kusoma na kupokea huko. Sasa kwa kuwa hujapiga ndio naanza kusoma message. Message ya kwanza, amepiga huyu. Tukusikilize kwanza ndugu yangu mtazamaji. Karibu sana. Nani mwenzangu, uko wapi baba? Dr. Ibrahim kutoka Nyegeza. Dr. Ibrahim, karibu baba. Dr. Nashukuru sana. Hii mada ya leo kidogo imenigusa. Unajua hawa wazazi wetu ndo Mungu anasema ndo Mungu wa pili duniani. Ni kweli. Kwa sababu wamehangaika na sisi kuanzia tumboni mpaka leo. Na sisi bahati mbaya na mzazi mmoja, baba amefariki, mama yupo. Kwa unakuta anapokuwa yaani mimi ni wajibu wangu kama kumtunza kama mzazi. Kweli. Lakini sasa kwa upande wa pili, sio kwamba kwa sababu ni mzazi hana makosa. Wazazi wetu wa karne hii wana changamoto sana. Sasa tunaona kwamba sisi vijana wao na vitu na discipline, kwa sababu tukianza kuangalia hawa wazazi wetu unakuta mzazi anamtolea laana za ovyo. Kwa mfano anakwambia mwanangu hizo anipe 20, naomba mama sina. Wewe kuna kuna ile hali kama mimi inanisononesha. Kwa nini mama analaumu wakati sina? Kwa hiyo naomba wazazi wetu wenyewe pia nao waangalie watoto wetu, sisi tunatafuta, tunapata na tunakosa. Lakini bezidi tuwaheshimu. Kwa sababu hawa wazazi ikitokea kwamba wametangulia mbele za Mwenyezi Mungu, sisi kutabaki tunapata shida sana, kwa sababu hata mtu wa kawaida anakuheshimu kwa na mzazi. Mama yake daktari yupo bwana, mama fulani yupo. Kwa kuna ile hali ya kuheshimika. Kila kitu wote wameshaondoka, unakuta vile haueleweki, mtu anaanza kuona kama anafadhali. Kwa hiyo wazazi wana kiasi kubwa sana cha mchango kwetu, na sisi pia watoto wao inabidi tuelewe kwamba inakuwaje. Lakini daktari, ndio ni sawa unavyosema, ila mimi natoa ushauri tu. Labda kutokana na umri wangu, na alafu mimi nimekuwa na wazazi ni juzi tu nimepoteza mzazi wa mwisho. Asante. Wazazi katika uzee, hata mimi naelekea kwenye uzee, lakini nadhani nitajirekebisha kutokana na makosa niliona kwa wazazi wangu. Saa nyingine kama ulivyosema, wanaonekana kuwa kero, wanaonekana kama kuwa na tabia fulani hivi. Mimi ninachotoa rai kwa vijana au kwa watoto ni kuvumilia sana. Najua mzazi akishafikia hapo kuonekana kama kero, ni kuendelea kumvumilia sana. Yaani sio kumchukulia kama, saa nyingine yanakuwa ni mambo yanatokana na umri wake. Bali pengine wanasema mtu akizeeka sana anarudi kama mtoto. Sasa mambo mengine unaweza ukamlaumu mzazi, lakini ni wakati wake, miaka imekwenda. Kwa hiyo sasa mwenye kutumia busara hapo na hekima ili mambo yaende, mwenye kubalance mambo ni mtoto. Mtoto usimchukulie kama alivyo. Ukimchukulia kama alivyo itaonekana mnapambana. Kwa mfano ulioutoa wa 20,000 kwa mfano, anaomba 20,000 na wewe unajibu kwa mkato sina. Sasa hapo huoni kama hujamtendea haki, kwa sababu ungemweleza kwa hekima fulani hivi, angeridhika kabisa. Unajua kukataa kuna namna mbili. Kuna kukataa kwa neno lile lakini jinsi linavyotoka linakuwa na maana tofauti. Sina, kwani kila siku lazima niwe nazo? Kwani unadhani mama unadhani hatuna mambo mengine ya kufanya? Ni kweli umekataa, lakini mama samani, nilikuwa nayo sasa hivi, lakini nadhani nitajitahidi baadaye mama. Sasa hivi sina. Anasema sawa mwanangu, hata mimi sikuitaki haraka sana. Utanipa hata baada. Unaona mna balance. Na kama umezoea kumpa. Sikiliza na mchungaji anatoa mchango hapo kidogo. Na kama umezoea kumpa, hata ukisema sina hawezi kukasirika. Unaona? Hawezi kukasirika kama umezoea kumpa, na ukisema mama sina hawezi kukasirika. Anakuelewa haraka. Anakuelewa. Lakini sasa mpaka kufikia unajua mchungaji kitu kimoja, sawa?
kwa mfano tusemee sisi watu ambao tumezaliwa vile sisi vijana tuna kasumba moja kwa dharau wa wazee, sawa? Lakini kwa hata wazee wetu waangalie kwamba hao watoto wangu wako kule wanatafuta, unakupata na kukosa. Sasa kuna mtoto mwingine kumpeleka kwa eti mama sina thamani akuelewe. Ukiacha kula papa mimi. Sasa naomba sisi wenyewe ndio pia waona tusikiliza, sisi tunasikiliza kama wazazi wetu. Tunawapenda sana. Sawa Dokta. Dokta, tunashukuru kwa mchango wako. Tutoe nafasi kwa wengine. Dokta, nakushukuru sana Dr. Ibrahim. Asante baba Dokta. Ya, sasa tusikie message angalau chache, manake muda si rafiki. Dokta, nakushukuru sana Dr. Ibrahim. Kuna message hapa inasema kutoka Nundu, mimi ni Ali Julius. Kwa kweli kipindi kinatufundisha sana. Ningependa kujua ni jinsi gani kijana anapaswa kutofautiana kwa hoja na mzazi bila kumkosea. Mchungaji. Saidia hapo kidogo. Hapo mimi nafikiri kijana ndio hajue nafasi yake. Kama mimi ni mtoto. Na mtoto ajue nafasi yake na baba na mzazi ajue kwamba nafasi yake kwamba mimi ni mzazi. Kwa sababu utakuta kuna vijana wengine ambao wanataka kulingana na wazazi. Hawezi kupokea kitu mpaka awe mbishi kidogo. Unaona? Lakini unajua kitu kimoja ambacho mzazi anataka ni kitu kimoja. Akikwambia kitu, mzazi wanapenda upokee. Lakini vijana wa siku hizi hawataki kupokea, wanataka kuelewesha. Unaona? Sasa akikwambia fanya hiki, wewe fanya kile alichokuambia ufanye. Madam sio dhambi. Madam sio dhambi, unaona? Sasa kama akikwambia ni mtoto mzuri unaobei kila anachokwambia, mweze mkatofautiana. Na tukuta hata wakati mwingine unaweza kuwa na watoto hata watatu. Lakini unakuwa na mtuma mmoja, wengine hao watumi kwa sababu gani? Kwa sababu yule anayekuelewa. Sawa. Hapo ni sawa. Kila mtu akijua nafasi yake na ndani mchungaji kama ulivyosema. Hamwezi mkatakuwa sawa kwa sababu kwanza watabishana kwa hoja, sio ubishi wa ugomvi. Yaani ujitambue mzazi nafikia mahali anakubali hoja kama unaenda kwa hoja. Anasikiliza mwanangu ulichokisema ni kweli. Na ujitambue wewe ni mtoto. Kwa hiyo useme bila kufoka bila. Nadhani utakuwa umepata jibu Bwana Ali. Ujue nafasi yako. Huyu anasema naitwa Zakayo Paulo kutoka Shawa. Naomba bwana wewe hapa hatuna sio kipindi cha nyimbo bwana Zakayo. Umetukosea sana, utuombe radhi kabisa. Haya, kuna simu nayo imekatika hiyo. Ninaitwa Haleluya. Nashukuru sana kwa kipindi, najifunza mema mengi sana. Mbarikiwe sana. Ndugu yangu Haleluya, Mungu akubariki kwa kututia moyo. Habari hapo studio, tunawapata vizuri sana. Mungu awabariki kwa maneno yenu ya hekima. Mimi naitwa Lucy Malachi. Lucy Malachi, asante sana. Mungu akubariki kwa kututia moyo pia. Mungu awabariki na wapongeza. Mungu awabariki na kuongezea maarifa zaidi. Maana mnafanya kazi kubwa sana kutufundisha habari za maadili. Mimi binafsi kupitia masomo hayo nabarikiwa na kupongeza sana, naongezeka sana kiimani. Mimi naitwa Karega Masudi. Bwana Karega Masudi, Mungu akubariki sana kwa kututia moyo na endelea kutusikiliza, utapata mengi kutoka kwa vichwa vya wazee hawa wawili tuko hapa leo. Bwana Yesu asifiwe. Mtumishi, mimi naitwa God Love. Ndugu zangu, naposoma ujumbe huku, piga huku. Ukipiga huku mimi nanyamaza huku, napokea kwanza huku. Kwa hiyo nasoma kwa sababu amepiga huku. Ndugu yangu karibu, nani mwenzetu uko wapi? Hello, mimi naitwa Bernard Kayamba. Bwana Bernard Kayamba, uko wapi baba Bernard? Mimi naishi Geto, lakini nimebadilisha kipindi, niko Mwanza hapa karibu. Kwa leo nimebadilisha kipindi, nimefurahi sana. Karibu sana bwana Bernard ndugu yangu. Ndio, mimi niko na ushauri kwa vijana tu. Kulingana na mada iliyoko mbele hapa kwamba jibati ni mada nzuri. Nashukuru ninyi kwa kuirusha, inasaidia wazazi pamoja na vijana. Sawa. Lakini ambacho ninachotaka kuzungumza ni juu ya vijana.
Ndio. Kwamba tunapozaliwa tuna kipindi cha utoto, cha utu uzima na uzeeni. Sasa pale uzeeni, kama mlivyokuwa mkifolewe mada, mkasema kwamba mzee anapozeeka au mzazi anapozeeka anarudi wakati mwingine kama mtoto mdogo. Na kipindi cha mtoto mdogo mzazi anamvumilia sana mtoto, hata mtoto mdogo alipokuwa, kama tunaambiwa kwamba mtoto mdogo katika hali ya utoto mdogo, huyo mzazi anaporudi kwenye kipindi cha mtoto mdogo, ina maana kwamba hata akumbuke ile mtoto mwenyewe kwamba hata kipindi alipokuwa mtoto mdogo alivumiliwa mengi sana ambayo ya kusema kwamba maana nakuita baba hata kujifika hana baba. Ni kweli. Anafanya chochote kile, lakini mtoto anavumilia. So anasema hiki mtoto anavumilia. Kwa maana hiyo hicho ni kipindi ambacho rejea. Ina maana kwamba hata watoto watukumbuke hivyo wazazi kwamba watuvumilie. Na sisi tunavumilia. Watuvumilie. Ni kweli. Maisha hapo. Nashukuru sana kwa mada. Bernard bwana, umefanya vizuri kuja Mwanza kutoka Geita. Umetuchangia, Mungu akubariki bwana Bernard. Amina bwana. Karibu tena bwana. Asante. Asante sana bwana Bernard kutoka Geita. Asema tumejifunza mengi kupitia kipindi chako mchungaji. Mungu abariki sana. Asante. Tumejifunza mengi kupitia kipindi chako mchungaji. Mungu abariki. Mimi naitwa Alex Rweyendera. Bwana Alex, tunakushukuru sana. Na sisi tunasema Mungu akubariki sana bwana Alex Rweyendera. God Love wa Kitangiri Mwanza anashukuru sana mtumishi kwa mafundisho yako, kwani yanatujenga kiroho maisha yetu kwa ujumla. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Mungu akupe maisha marefu. Na huyo mama yangu hapo aliyeko hapo studio, Mungu ambariki. Mama, Mungu akubariki sana. Huyo ni bwana God Love anatutakia baraka kutoka hapo Kitangiri. Kuna message nyingine. Asante sana mchungaji. Samani, naomba urudie ule mstari wa kumtoa mzazi machozi. Ulisoma andiko kuhusu kumtoa mzazi? Nadhani ulikuwa unaelezea. Kuna mstari ulisoma? Nilikuwa naelezea. Ulikuwa naelezea ndugu yangu. Hakuna mstari aliyousoma mchungaji hapa. Haya, maadili yameisha. Hata heshima haipo. Unakuta mama ndio kisababishi mtoto anavaa nguo ambayo si nzuri kwa maadili, lakini anamsifia tu mama, anamsifia, umependeza mwanangu. Mimi naitwa Daudi pande za Mkolani. Hapo mama unasemaje? Maki inakuja kwa mama moja kwa moja. Mama anamsifia mtoto nguo fupi, na tena si ajabu yeye ndiye alimshonea. Mama inakuwaje? Hapo si nadhani mama wanaweza kulaumiwa hapo. Karibu mchungaji. Sasa unajua kwenye mavazi sasa heshima na mavazi na naifikiria hiyo. Lakini wamama saa nyingine wanashabikia kabisa. Au tungesoma kabla Ezekiel 16:44, unakuta mahali pengine anasema jinsi mama wa mtu alivyo ndivyo na binti atakavyokuwa. Heshima. Sasa kama mama anashabikia nguo fupi, ukija kuangalia hata yeye aliyovaa, unaweza ukakuta na nguo vile vile. Sasa mama huyo ategemea heshima kutoka kwa mtoto huyu. Yaani mama mwenyewe ndiye amekosa heshima kwa mtoto. Nadhani ndio maana yake huyo. Kwa hiyo mama nao wajirekebishe. Naona. Maana mahali pengine tunamshukuru, mahali pengine wanasema ukitaka kuheshimiwa jiheshimu. Ni kweli. Naona. Mimi naitwa Haleluya amerudi. Mada nzuri sana, inaelimisha kwa sisi vijana. Naitwa Haleluya umerudi. Haya, shalom. Mapasta wawili mko hapo vizuri sana kwa mafundisho mazuri yanatujenga. Mimi ni Mr. and Mrs. Zefania Senga wa Bugando. Mr. and Mrs. Zefania Senga, Mungu awabariki sana. Nadhani mama tunapokea shukrani zao. Mungu awabariki sana. Hongereni watumishi kwa kipindi chenye maadili mema. Mimi naitwa Margaret Elisha. Mwinjilisti Margaret Elisha, Mungu akubariki sana popote ulipo kwa kututia moyo.
Mungu awabariki sana kwa mafundisho mazuri. Mkiweza rusheni hata kwenye vituo vingine vya television. Mimi ni Anthony wa Busweru. Anthony Busweru, Ilemela. Anthony, tunashukuru sana. Mungu akubariki Anthony kwa kututia moyo. Kurusha kwenye TV zingine, tuombe uzima, Mungu atatujalia tutafika huko, lakini nadhani ni wazo zuri mchungaji. Ni wazo zuri kama nchi nzima ingekuwa inatuona na hata nje mipaka. Ndugu zangu, muda umekwisha na sina simu yoyote inayopigwa, sina message yoyote. Na washukuru sana kwa ushirikiano wenu. Tunamshukuru sana mchungaji Ngereja. Naomba nimshukuru kwa niaba yenu ndugu zangu. Mchungaji, asante sana kwa kutuelimisha. Asante sana kukubali kuongea na jamii. Tukikuita tena siku nyingine utukubalie. Basi wape maneno ya kuaga. Na namba yako ya simu pia. Ndio. Namshukuru Mungu sana kwa kuweza. Unajua sisi tunakuwa tunahubiri, lakini tunafurahi sana watu wanapopiga simu na wenyewe wakachangia pale. Kama huyu kijana aliyechangia kwamba watoto wengine mabinti wanavaa nguo fupi, bala na mama anafurahia. Kwa hiyo mtoto kama huyu aweza akakuheshimu. Ilikuwa ni hoja nzuri sana. Kwa hiyo inakuwa ni vizuri sana kama tunahubiri na wengine wanachangia, hapo inapendeza. Tunamshukuru Mungu sana, hata wewe ambaye umepochukua muda wako kutusikiliza tukaenda pamoja mpaka mwisho. Na Mungu akubariki. Asante. Namba zako mchungaji? Namba 0754 28 42 38. Asante sana. Simu ya mwisho kwa upendeleo, mimi naitwa Vivian. Asante kwa mafundisho mazuri mchungaji. Ila utuombee, watoto wetu hawatusikilizi kabisa. Vivian, pole sana, jipe moyo, tunawaombea sana. Ndugu yangu, nakushukuru sana. Ndugu mtazamaji, na mimi nitoe namba zangu za simu. Ni 0767 493 hiyo ni Vodacom, lakini Airtel ni 0784 493 Majina yangu kamili ni Mwalimu Mchungaji Dr. Jacobo Mutash. Mungu awabariki sana sana.